Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 12 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kuna udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania, dakika kadhaa ya kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndo mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tunapatikana kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok, bila kusahau mtandao wa X kwa jina la Toka Zamani TV. Usisahau kuacha bodi yako kwenye comment kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante sana kwa kuwe mdau ambao unaandika comment. Na bila kupoteza wakati tunaanza rukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Maziwa mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, bidhaa za nyama, sausage bora kabisa Tanzania kutoka Peramio, lakini pia vinywaji vya aina mbalimbali vinapatikana hapo, mafuta ya kupikia, lakini pia na bidhaa nyingine nyingi kwa ajili ya matumizi yako wewe ambaye unatutazama wakati huu. Fika hapo ili uweze kupata bidhaa zako mbalimbali ambazo unazihitaji. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia ataja maeneo ya kimkakati kimataifa. Pia ataja vipaumbele uwekezaji, ateua bosi PSSSF. Habari kamili ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Buriani Jenista Mhagama, Samia wabunge wamlilia, wamtaja kwa uchapakazi, umakini. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Watumishi wa umma kujaza tamko la mali. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Polisi, fanyeni kazi zenu bila hofu. Habari katika ukurasa wa 3. Mwinyi ataja vipaumbele 6 usimamizi majukumu. Habari katika ukurasa wa 3. Wawili kortini unyang'anyi mali za bilioni 1.5 da. Habari katika ukurasa wa 20. Lakini pia gazeti hili limeandika TMA yatabiri mvua maeneo mengi ya nchi. Habari katika ukurasa wa 4. Ulega ahimiza vijana kulinda amani. Habari katika ukurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo. Habari Leo likipambwa na habari picha kimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa na balozi wa Slovakia nchini Ivan Lenkalik Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana baada ya kupokea hati ya utambulisho. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Mwigulu, sensa ya mali inakuja, ni za watumishi wote wa umma na namna walivyozipata, ataja vitengo 4 vyenye ushawishi mkubwa wa rushwa, wadau watie neno. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Nukuu ya Dr. Mwigulu Nchemba inasema, nimeacha nchi tulie kwanza, maana tumetoka kwenye sekeseke, halafu nikilianzisha lingine haitakuwa sawa, ila linakuja na mtaona sekeseke la watu. Haiwezekani watu wanakula keki za wengine. Gazeti hili limeandika uhaba wa maji watesa wakazi da 1000, fedha ambazo mkazi wa Tabata Kisukuru analipa kununua dumu la lita 20 badala ya shilingi 200. Habari picha inaonyesha wakazi wa jiji la Dar es Salaam wakiwa na madumu wakitafuta maji baada ya kukosa huduma hiyo kwa zaidi ya siku 3 Disemba 8 mwaka huu. Buriani, viongozi wamlilia Jenista Mhagama. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. 58 umri aliyokuwa nao Jenista Mhagama hadi mauti yanamkuta jana. IGP DPP kortini kwa kumshikilia waziri mstaafu. Habari katika ukurasa wa 5. Mwenye jinsi tata simulia madhila anayopitia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi Jumaa ya leo. Tunatazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele. Pigo kubwa, kifo cha Jenista Mhagama, atakumbukwa kwa kuchapa kazi akiwa waziri wa wizara mbalimbali na mbunge wa jimbo la Peramio mkoani Ruvuma. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 4. Adaiwa kumuua mwanawe kwa kipigo na kumtupa shambani. Habari katika ukurasa wa 4. Polisi Tanzania jebusheni na chuki. Habari katika ukurasa wa 4. Mbu wa kisayansi wanaozuia malaria watengenezwa nchini. Habari katika ukurasa wa 4. Mwigulu mfanyeni mapitio tamko la mali madeni. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Waziri mkuu aagiza soko la majengo likamilike. Habari katika ukurasa wa 5. Marekani yatishia vikwazo vipya dhidi ya ICC. Habari katika ukurasa wa 19. Lakini pia gazeti hili limeandika Rais Samia
aomboleza kifo cha Jenista, habari katika ukurasa wa pili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nipashe Mwanga wa Jamii nalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ushuhuda walio nje. Maisha ya ughaibuni si lele mama, yatisha. Kazi ndogo ndogo zinapatikana lakini nyingi si rasmi. Sehemu kubwa ya kipato inaishia kwenye malazi, chakula na matibabu. Kumwona daktari uwe na Laki6 mfukoni, habari katika ukurasa wa 5 gazeti hili. Nukuu ya Sogath Sever inasema, ikiwa utachagua kula nje, gharama ya kawaida kwa siku ni dola 35 hadi 50, sawa na shilingi 50,000 hadi 80,000, na kwa wiki ni shilingi Laki350 hadi Laki550 kwa mwezi. Unaweza kufikia shilingi milioni 1.5. Ko bandia matumaini mapya ugonjwa wa saratani, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Msiba bungeni, Jenista Mhagama fariki dunia. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Gazeti limeandika mchaka wa Trump watikisa dunia lakini anakwama kwenye tope la China, habari katika ukurasa wa 8. Atinga kortini na hati kushinikiza Mwambe apewe dhamana polisi, habari katika ukurasa wa 7. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Pata nakala yako, usome kwa ndani zaidi. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu, lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni Mwigulu wa charuka, atangaza vita kwa utumishi wa umma wala rushwa wadanganyifu, agiza kuundwa kitengo cha siri kuchunguza mienendo mibaya ya watumishi, ataka eneo la utoaji leseni hasa za madini limulikwe. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Atoa onyo kuonea wafanyabiashara bodaboda, habari katika ukurasa wa 5. Rais Samia apokea hati za mabalozi, asisitiza misingi ya kuheshimiana, habari katika ukurasa wa 4. Lakini pia gazeti hili limeandika buriani Jenista, Rais Samia wabunge wamlilia, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Shein Karume wasisitiza elimu ya muungano kwa vijana, habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Mwanahabari lenyewe limeandika Rais Samia amlilia Jenista, asema alikuwa kiongozi makini, mnyenyekevu, mchapakazi na mwenye historia ndefu ya kulitumikia taifa katika nafasi mbalimbali, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Mwigulu fanyeni mapitio tamko la mali na madeni, habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Agiza sekretarieti ya maadili ya uongozi wa umma kuhakikisha uadilifu unasimamiwa kuanzia katika sheria, kanuni na utekelezaji. Aitaka ibainishe maeneo yenye rekodi za rushwa yapewe kipaumbele. Asema yapo maeneo fedha za umma zinapotea, yawekewe uangalizi wa kutosha. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 3. Rais Samia amteua Magambo mkurugenzi mkuu mpya PSSSF, habari katika ukurasa wa 2. Katibu CWT, tumehuzunishwa na kifo cha Jenista Mhagama, habari katika ukurasa wa 2. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi lenyewe limeandika Dr. Mwinyi awafunda viongozi, asema anahitaji kasi ya utekelezaji, habari katika ukurasa wa 2. Aongoza mazishi Abdallah Mwinyi, habari katika ukurasa wa 2. SMZ kuja na miradi 150 ya uwekezaji kila mwaka, habari katika ukurasa wa 2. Ghana yalalamikia Israel, habari katika ukurasa wa 9. Marais wastaafu wasisitiza elimu ya muungano kwa vijana, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia amlilia Jenista Mhagama, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe katika ukurasa wake mbele, habari iliyopewa kipaumbele ni kocha mpya apitishwa, Msaus Ateta na Mwanaspoti
Simba yaanza na wawili. Habari imeandikwa ukurasa wa pili, ukurasa wa tatu pamoja na ukurasa wa 8 wa gazeti hili. Boyele akitoka tu, huyu anaingia Yanga. Pedro asaka rekodi mpya. Habari katika ukurasa wa pili pamoja na ukurasa wa 3. Ijayo ni Januari 23, Al Ahly dhidi ya Yanga Sports Club, ligi ya mabingwa barani Afrika. Mchezo utapigwa Cairo, Misri. Kwa Mbosso hata WCB hawaamini. Habari katika kurasa za ndani. Haaland zidi kufunika. Edinado awapiku Dube Kagere. Habari katika kurasa za ndani. AFCON 2025 Morocco sawa, ila ni kama tumeisahau 2027. EPL kesho Jumamosi ni Chelsea dhidi ya Everton saa 12 jioni Stamford Bridge. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Mwanaspoti katika ukurasa wake mbele. Pata nakala yako, some kwa ndani zaidi. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti ya Habari Leo limeandika Mzize yao kurejea Januari. Kocha Dar City ataka uwekezaji kikapu. Azam kushusha majembe dirisha dogo. Habari katika ukurasa za ndani. Maua afunguka elimu yake. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 21. BFT ya mkubali Faki ndondi za dunia. Habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti ya Nipashe Mwanga Jamii lenye limeandika Yanga yashangazwa na ugumu ligi kuu bara. Mabingwa hao watetezi wafunguka, imetokana na wapinzani kuimarika, sasa wajipanga. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Simba kurejea kibabe bara CAF. Xavi yupo njia panda Madrid. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Na gazeti Nipashe linakamilisha urukuzi wa magazeti mbalimbali ya Tanzania kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa. Lukiza Autism Foundation inakuletea msimu wa 4 wa harambee kupitia hafla ya chakula cha usiku Autism Awareness Charity Gala Dinner itakayofanyika tarehe 31 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Mlima City, Dar es Salaam. Lengo la hafla hii ni kuchangisha fedha kwa ajili ya kuwafundisha waalimu wa shule za awali kuhusu dalili za usonji, kutoa tuzo kwa wadau mbalimbali wa usonji, kuwakutanisha wadau mbalimbali wa usonji, kutangaza tarehe ya mbio ya Run for Autism Tanzania 2026 na kufungua usajili wa mbio hii. Kununua tiketi, kufadhili au kuchangia kiasi chochote kile, tembelea tovuti ya www.autismgaladina.co.tz au piga simu namba 0783639335. Ustawi kwa kila mtoto, viashiria vya usonji.